Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 27 Desemba tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Yohani, mtume na mwinjili, karne ya kwanza. Mtakatifu Yohani alizaliwa Betsaida mkoani Galilaya nchini Israeli. Baba yake alikuwa Zebedayo na mama yake Salome. Alikuwa ndugu wa Mtakatifu Yakobo Mkuu. Yohani akiwa pamoja na Petro na Yakobo aliyashuhudia mambo makuu yaliyotukia maishani mwa Bwana. Hivyo Bwana alipogeuka sura mlimani Tabor na tena alipokuwa akisali bustanini Getsemane, Yohani alikuwepo. Aidha, Bwana alipomponya mama mkwe wa Petro, vile alipomfufua binti Yairo, mtume Yohani alikuwapo pamoja na Petro na Yakobo. Yohani hujulikana kama ni mwanafunzi aliyempenda Yesu. Huyo ndiye yeye ambaye wakati wa karamu ya mwisho alikuwa ameketi karibu na Yesu, na baadaye saa alipokuwa akifa Yesu, ni yeye tu kati ya mitume wote aliyesimama karibu na msalaba pamoja na Bikira Maria, Maria wa Kleopa na Maria Magdalena. Baada ya Yesu kufa msalabani, Yohani alimchukua Bikira Maria akae nyumbani kwake. Alipoletewa habari ya Bwana kufufuka, mara alikimbia pamoja na Petro. Japo Yohani alikimbia upesi kidogo kuliko Petro na kutangulia kufika kaburini, alimsubiri Petro ili huyo apate kuwa wa kwanza kuingia ndani. Lakini Yohani ndiye aliyeanza kuamini kwamba amefufuka alipokiona kitambaa alichokuwa amefungiwa Yesu kichwani kimekunjwa na kuwekwa mahali pa peke yake. Yohani aliishi akawa mzee sana wakati wa utawala wa Kaisari Domisiani. Alihamishwa kwa nguvu hadi kisiwa cha Patmos, na hapo ndipo alikiandika kitabu cha Ufunuo. Katika maisha yake, Yohani alipata kudhulumiwa na kuteswa sana, bali kati ya mitume wote ni yeye tu ambaye hakudiriki kuuawa. Aliandika barua 3 ambazo ni sehemu ya kitabu cha Agano Jipya. Katika barua hizo, kama vile ilivyo katika Injili yenye jina lake, Yohani hasa ni mtangazaji wa uhai mpya wa neema ambayo tumeletewa na Kristo. Aliandika katika barua yake ya kwanza, rejea waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 1 aya ya 3. Kazi yake kuu ilikuwa kukitangaza kile alichokiona na kukisikia yeye mwenyewe muda wote alipokuwa akishirikiana na Bwana Yesu. Aliandika yale yote ili watu wapate kushirikiana na mitume katika umoja waliokuwa nao na Baba na Bwana Yesu. Kazi hiyo Yohani aliitekeleza kwa furaha kubwa kiasi cha kuikamilisha furaha yake. Katika ujana wake, yeye pamoja na ndugu yake Yakobo walikuwa wakali kidogo kwa tabia. Hata siku moja walitaka kuamuru moto ushuke kutoka mbinguni ili uwaunguze wenyeji wa kijiji kimoja cha Wasamaria, eti kwa sababu walikataa kumpokea Yesu. Waliwahi kupewa na Yesu jina Boanerge, maana yake wana ngurumo. Mahali pengine katika Injili
imetajwa ile hamu ya ukuu waliokuwa nayo hao ndugu wawili. Imeandikwa kwamba walimsukuma mama yao awaombee kwa Yesu ruhusa ya kuketi hapo baadaye upande wake wa kulia na wa kushoto. Sasa kuna hadithi moja kumhusu Yohani Mtume ambayo yafaa kuikumbuka kwa vile inavyoonyesha jinsi tabia yake ilivyobadilika. Yasemwa kwamba alipokuwa mzee hakuweza tena kufundisha sana, lakini siku zote alikuwa akilikariri neno lile lile moja, wanangu mpendane. Hatimaye Wakristo walichoka kulisikia neno hilo, wakamnung'unikia na kumuuliza, je, hujui neno jingine ila hilo tu? Naye akawajibu, neno hilo ni amri ya Bwana wetu, mkilifuata vema basi yatosha. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Watakatifu wa Afrika tarehe 27 Desemba: Mtakatifu Maximus, askofu nchini Misri. Mtakatifu Yohani, mtume na mwinjili. Utuombee.